Shalom shalom, ni wakati mwingine tena na siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa neema na kibali cha kuweza kuiona siku hii ya leo, na ametuwezesha kutupatia siku njema na yenye baraka. Basi watu wa Mungu ambao wanaweza kututazama na ambao mko pamoja nasi, ninapenda kuwakaribisha tena katika siku hii nyingine kwa ajili ya mada ambayo tunaenda kuijadili katikati ya siku hii ya leo. Na mada tulionayo mezani katika siku hii ya leo inasema ubaguzi wa watumishi wa Mungu kwa waumini katika huduma. Ubaguzi wa watumishi wa Mungu kwa waumini katika huduma. Na mada hii tunaweza kuiona kwamba naweza nikifafanua kwamba katika kanisa tulilonalo au katika huduma tulizonazo, wapo baadhi ya watumishi wa Mungu, aidha wachungaji, wainjilisti, katika swala la kutoa huduma kuna namna wanabagua waumini, namna ya kuwapa huduma zile ambazo wanapaswa kupewa. Mfano, kuna baadhi ya waumini labda tumeona mdogo, kuna baadhi ya watu hawapewi. Sasa tunatamani tujadili na tujue ni kwa nini ambavyo wanabaguliwa, labda sababu inakuwa ni nini, labda changamoto inakuwa nini. Labda mkaribisha mtumishi wa Mungu tuweze kujadili hoja hiyo. Karibu kwa ufafanuzi zaidi. Asante, nashukuru sana mwenyekiti wetu wa mdahalo huu Mr. Christopher. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu kunipa uhai na kufika siku ya leo. Hatimaye tunakutana tena kujadili mambo mazuri ambayo yanaweza kujenga na kuimarisha kanisa letu. Mada ambayo iko mbele yetu inayozungumza habari ya ubaguzi wa baadhi ya watumishi katika huduma ama kuinjilisha. Ni kweli kabisa hii habari ipo, na baadhi ya watumishi, kuna baadhi ya watu wa kanisani wana ubaguzi mkubwa, hasa kwa Wakristo ambao wanawahudumia. Hasa wana tabia ya kutanguliza maslahi kuliko utume au kazi yenyewe. Hii ambayo inaweza kutufanya au kufanya kanisa likawa na changamoto ya malalamiko. Watu wanalalamika hatutembelewi, watu wanapata shida, viongozi wa dini hawawezi wakafika kwa sababu viongozi wa dini wametanguliza maslahi yao binafsi. Chanzo hiki kinaweza kusababisha anafikiri kwamba nikimtembelea fulani kwa kuwa hana chochote cha kunipa, basi siwezi kuharibu muda wangu kwenda huko. Lakini fulani ana chochote cha kunipa, nikienda pale lazima atapata chochote kitu. Atafika hata mara 3 kwa mwezi, mara 4, mara ngapi. Lakini kwa yule ambaye hana, inaweza ikakata mwaka, miaka hadi atembelewa na mtumishi wa Mungu. Hili jambo ambalo si zuri kwa kweli katika utumishi wetu. Basi tunaweza kuwa tunafanya vitu ambavyo haviendani na mapenzi ya Mungu. Hata utumishi wetu utakuwa ni kazi bure. Lakini tukumbushwe kwamba Yesu mwenyewe alisema nalikuwa mgonjwa mkaja kuniona, na hapa anazungumza habari ya binadamu wote, sio watumishi wa Mungu tu, si Wakristo kwa Wakristo, bali ni watu wote. Kama tutashindwa kuwafikia watu wenye uhitaji, tukifikiri hatutapata chochote, basi tukumbuke adhabu yetu mbinguni inaweza kuwa kubwa, na tukashindwa hata kuishi ufalme. Nashukuru sana mtumishi kwa kunipa hii nafasi. Yapo mengi ambayo tutaendelea kuzungumza, lakini kweli ubaguzi wa baadhi ya watumishi kwa baadhi ya Wakristo upo. Hasa Wakristo wanaobaguliwa ni wale ambao hali yao ya kiuchumi si nzuri ukilinganisha na Wakristo wengine. Wakristo wanaotembea kwa miguu hasa mijini na vijijini, si rahisi sana kuhudumiwa na watumishi wa Mungu kwa sababu ya harakati za maisha ya watumishi wenyewe. Wanahitaji sana kupata kitu kuliko kutoa. Asante sana kwa namna ambavyo umeweza kutueleza, hususani kwa namna ambavyo wale watumishi ambao wanabagua baadhi ya waumini kutokana na masuala ya fedha, kutokana na mambo mbalimbali. Lakini ngoja nifafanue kwanza habari ya ubaguzi wa watumishi wa Mungu kwa waumini ndani ya huduma au ndani ya kuwapatia watu huduma. Ni jambo hili ambalo linaweza kudhoofisha imani. Kwa wakati mwingine imani za Wakristo zinaweza kudhoofika na ukuaji wa kiroho
ndani ya kanisa unaweza kufika, kwa sababu kama mtumishi anakuwa anawapa baadhi ya Wakristo huduma na baadhi ya Wakristo wengine hawapewi huduma, tayari inakuwa ni changamoto. Wanaanza kuonyesha kwamba kunakuwa na upendeleo ndani yake, na kutakapokuwa na upendeleo, maana yake waumini wataanza kujinyima na kutengeneza moyo fulani wa kushindwa kufunguka zaidi, na Biblia inazungumzia zaidi juu ya jambo hili. Na katika kitabu kile cha Yakobo sura ya 2 na kuanzia mstari wa 1 hadi ule wa 9 utaona namna ambavyo waumini wanakemewa kwa kuwapa matajiri heshima kubwa kuliko maskini. Watumishi pia wanakemewa hivyo hivyo kwenye hilo swala, kwamba wale matajiri mnawapa heshima kubwa, alafu maskini tunawachukulia katika hali ya kawaida. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume kinaonyesha kwamba kanisa la kwanza lilivyohangaika kudumisha haki kwa watu wote. Na kumbuke hata kwenye habari ya desturi za wenzetu kulikuwa na ule utaratibu hata wa kuwabagua tu swala la makabila, labda Wayunani, Wayahudi, lakini hata pale kuna maandiko yanaeleza kwamba injili ni kwa watu wote, sio kwa nani, ni kuanzia kwa Myahudi mpaka kwa Myunani. Kila mtu ana haki ya kupokea injili. Na ukiangalia kuna wakati kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume pale mwanzoni watu wanaanza kupokea Roho Mtakatifu, baadhi ya watu walienda kubatizwa wa mataifa. Walipopokea Roho Mtakatifu na kuanza kunena kwa lugha, wanafunzi walishangaa na kuhamaki na kusema inawezekanaje watu wa mataifa na wao wanapewa haki? Lakini ndipo Mungu akaonyesha namna kwamba yeye mtu yoyote ana haki mbele za Mungu na kila mtu ana haki mbele za Mungu. Sasa inakuwaje kunakuwa watu wanaendelea kuwabagua watu na Wakristo? Na zipo aina tofauti za ubaguzi. Ulikuwa ukielezea kwa habari ya upendeleo wa kifedha, ni aina ya kwanza ya ubaguzi. Matajiri wanapewa heshima zaidi, maskini wao wanashushwa. Lakini pia kunakuwa na ukaribu binafsi, yaani wale marafiki au ndugu wa viongozi wanakuwa wanapendelewa zaidi kwa sababu wao ni ndugu, kwa sababu tunafahamiana, kwa sababu ni marafiki. Lakini pia aina nyingine ya ubaguzi ni ukabila au asili. Tunaenda kwenye baadhi ya maeneo unakuta bwana mimi kabila fulani na kabila fulani, tunaanza kuwabagua wale wa kabila fulani, tunapendeleana sisi kidogo kwenye kabila fulani. Lakini wakati mwingine kiwango cha elimu, kwa maana elimu kiasi gani au cheo chake kinasababisha, kwa sababu ya cheo alicho nacho, kwamba huyu aidha ni profesa sasa au yeye hapa amesoma sana, tunampa kipaumbele kwenye swala la elimu. Hivi mtumishi wa Mungu, nadhani ni nini au madhara yake ni nini katika huduma ambayo tunafanya tutakapokuwa na hali ya ubaguzi? Nadhani tutakuwa na madhara gani katika kanisa? Asante sana. Madhara yapo makubwa sana, yapo makubwa. Kwanza yatatengeneza mpasuko ndani ya kanisa. Kuna makundi yanaweza kutokea na vitu kama hivyo. Tukumbuke kuwa kama mchungaji atatembelea kwangu mimi ambaye nina chochote kitu cha kumpa, atatembelea kwa fulani ambaye ana chochote cha kumpa, hali atembelee kwa mtu mwingine ambaye hana chochote cha kumpa. Sasa tutatengeneza magrupu mawili tofauti, sababu mimi atakayokuja niambie mchungaji, nitamshirikisha yule ambaye ni mwenzangu, ambao tunakumbuka matajiri wanaenda na matajiri na maskini wanaenda na maskini. Lakini vitu hivi kama mchungaji hataweza kuvikombaini kwenye kanisa, ama mtumishi kuvikombaini kwa kanisa, kuwafanya watu wote wawe sawa, basi ategemee mpasuko na kutengeneza makundi ndani ya kanisa, jambo ambalo linaweza kusababisha kazi ya Mungu isiende sawa sawa. Tukumbuke kazi ya Mungu inavyotakiwa kwenda ni kwenda kukusanya kondoo wengi, na sio kujenga majengo tu, kutengeneza vituo vingi.